Sasa sikilizeni. Maana wasiwe mengi sawa. Kuna mchongo hapa nimepewa au sio? Tunaenda zetu kazini. Tunaenda kufanya kweli? Tunaenda kufanya kweli. Babu, huo mchongo gani tupange kabisa? Sikiliza. Alafu wewe kinego unatadharau. Mimi ndo nakupangilia. Sawa tu. Mimi ndo mkuu wa hii. Tulia wewe, alafu kama vipi jikatae, ushaelewa? Nini unaleta miayusho? Sawa mwanangu. Hivi tukutane pande zile pale, sawa? Wewe mwanangu, mimi sipendagi sana. Alafu nataka kazi. Mchongo. Kuna siku nimeleta kazi mbovu. Hujawahi kuleta kazi mbovu. Leo unanipinga? Mna sikupingi damu yangu. Huo mchongo gani huo? Ili nyingine sio za kusanua mtaani. Oa tukutane kambini. Oya kazi. Ili yote oa tujole mwana. Kazi kweli? Unapita hivi tunakutana kazi, sawa? Dada vipi? Poa mdogo wangu. Najua umetoka kuupa tangia asubuhi. Dada nakwambia tangu asubuhi ninapohangaika huko shamba. Sasa hivi nipo hoi. Dadangu mwenzangu. Sasa hivi tena unanipa nyama hii ile tuputupu ugali uko wapi? Nakupa nyama, nimejikaza tu hiyo kutokea hapa nje. Yaani hapa nilipo. Na msongo wa mawazo kuhusu mwanangu Mariamu. Haya tena ana nini? Unajua Mariamu bado kamganda lile mwanaume yule mtoto wa nani? Wa Mwasiti. Oho. Haya. Kwa hiyo dada unalitatuaje hili tatizo? Mdogo wangu mimi hata sielewi. Sababu tumekutana hapa wote wazazi. Ndio tushauriane tufanyeje? Maana mimi mpaka na vurugu, sielewi mdogo wangu. Kweli mimi mwenyewe nimekula ujana lakini pale sijafika. Mimi nilimuona dada Mariamu ule mwenendo anaoenda nao ule. Sio. Unajua Mariamu alikuwa mzuri sana. Ila kabadilika ghafla, sijui kwa nini. Analisi kwako mdogo wangu. Hata usinipakaze mavi hayo. Sasa mwanao yule, utatokana wapi? Hata sitaki. Ngoja kwanza niweke hii nani nyama yangu huku tu isije. Bora hata uweke tujadiliane. Hapa leo mpaka kieleweke. Jibu lipatikane. Twende kwenye mada tunafanyaje sasa? Ndio hivyo sasa. Huyo Mariamu mwenyewe yuko wapi? Mariamu sasa hivi nishakwambia so mtu, yani ni mtu wa kulala. Yaani analala unajua? Au kesha libeba mimba tena? Hata sielewi. Kwa kweli ni mtihani. Tena mzito. Haya basi kwa mfano tukimuita huyo mtu anayemtaka. Tumuite yule mwanaume? Kwa sababu mtoto akishaanza hayo mambo, mimi simtaki. Utamgeuza. Lakini mdogo wangu, hivi kabisa sisi wazazi tukamuite mwanaume kwa ajili ya mtoto sio wa kike. Tusitangaze udhaifu. Kwamba sisi tumfanye yule mwanaume kwa sababu ya Mariamu. Kweli. Tujikaze tu hivyo hivyo. Yule pale atapambana na ile hali yake, mwisho wa picha ile hali itaisha. Yaani dada mpaka natamani kutoka chozi. Sasa tufanyeje? Usilie ndo ukubwa huu. Taliaje? Sema na mimi kutoka tu pale kukuta hapa mimi najifurahisha tu mwenyewe. Makusudi. Tuliache sasa. Tuliache, yani yule pata kwa pambane na hali yake. Lakini sio wewe utoke hapo kwanza unajishusha. Ila dada sikiliza. Mimi nitamuita Mariamu ili nije niongee naye. Kama hata nisikia mimi, basi tumuache tu. Hapo umeongea kiutu uzima. Maana ni huruka tena. Hapo umeongea kiutu uzima. Na hapo ndo nilikuwa napasubiria mimi hapa. Mimi tutaongea naye Mariamu dada usijali. Basi sasa mdogo wangu, mimi nimekuletea tu hiyo mboga hiyo. Dada. Wewe sasa utajua mwenyewe viungo. Abe. Njoo hapa. Mwanangu, wewe umelala? Hamna mama, nimechoka tu. Umechoka unaumwa? Si. Basi je kuzoea mwanangu.
Hamna, nimepumzika tu. Mungu bwana, mwanangu mzuri. Hebu niambie. Una nini? Hamna kitu mama. Mimi nimepumzika tu. Haya, mwanangu Mariamu. Mimi kuna kitu nataka kuuliza. Kitu gani? Eti wewe unamkataa yule mchumba amtakana? Niambie mwanangu, usinifiche. Mfiche yule mama yako sasa. Ila mimi si ndo rafiki yako mimi. Mchumba gani? Humjui. Hamna, nikumbusha ni huyo Rajabu unamtaka Rajabu gani? Maana hatukuelewi, ataka kututia sisi aibu. Tuambie. Unaniona haya unaangalia pembeni? Hamna mama. Kimekusibu nini? Hamna kitu. Maana kuuliza kiutaratibu, lakini sasa hivi naona ataka kunipanda kichwani sasa hata na mimi. Niambie, huyo Rajabu unamtaka Rajabu nani? Mwanangu wewe nakujua vizuri. Lakini sasa hivi nashangaa unabadilika, unabadilishwa na nini mwanangu? Hamna mama, mimi bado sijabadilika. Hapana, umebadilika. Yaani hata usinidanganye. Sasa mama, mimi nimebadilika nini? Tabia zako. Huyo Rajabu akupe nini? Sasa nakwambiaje? Sisi hatutaki aibu. Umenielewa? Si familia yetu hatunaga naniliu ya kuharibu mambo. Yaani unapelekwa mchumba unamkataa mtaka Rajabu. Shauri yako. Tena siji kukuuliza tena, maana wewe si mbishi. Mama naye jamani, nyinyi mmezoea kuongea tu. Mimi nimechoka bwana. Habari za hapa mama Mariamu? Nzuri, habari za huko toka? Tunashukuru. Ndio. Kwa kutoka ni kuzuri. Ila pia hongeni kwa neema ya mvua, maana hiyo njia huko sio poa kwa kweli. Poleni sana. Asante. Yaani mvua inanyesha wala. Yaani ila ndo neema hiyo. Tunashukuru Mungu kwa kulima. Sawa, sasa mimi nafikiri sipoteze muda sana. Sawa. Kijana wangu ndo huyu Bwana Konyufi ambao ndio mkwe wako. Kwa nimeona sasa nimtambulishe rasmi kwamba huyu ndo mkweo ambaye atakayemuoa mwanao. Hivyo huyo ndo mkwe wangu mtarajiwa. Ndio mkwe wako mtarajiwa. Basi sawa. Sawa. Kwa hiyo Bwana Konyufi, nafikiri tumekuja kwa mama Mariamu ambao ni mama yako mkwe mtarajiwa. Sawa? Huyu ndo mkwe wako. Sawa? Ambaye mama kina Mariamu. Sawa? Kwa hiyo mama Mariamu, mimi nafikiri sasa tufuate taratibu ambazo zinazohitajika. Hivyo ila sasa kwenye kikao chetu hiki mwanao sijamuona yule nani? Majogo kajidamkia shambani. Idamkia shamba. Ndio. Basi sawa, kwa sababu ujumbe huu tangu muda yeye anao. Basi ni vizuri tu akija basi utamhadisia. Hamna atakachokishangaa kwa sababu yeye pia ni zoezi ambalo analielewa. Ni kweli. Basi sawa. Kikubwa sasa ndio nafikiri ni kupanga siku ya kuleta mali. Tukishamaliza basi tunaendelea na siku ya harusi. Jukumu la kuleta mali hilo naona kama lipo kwenye upande wako, si ndio? Ndio. Mimi hapa simpokeaji. Ndio. Hiyo haina shida. Kwa hiyo ndio hivyo mama Mariamu. Mimi bwana nashukuru sana kwa sababu vijana sasa hivi wengi. Waalaikum salaam. Karibu. Asante. Kumbe mna kikao. Basi mama nitarudi baadaye. Pia iko vizuri. Iko vizuri. Sawa. Sasa mimi naona niwaache ila kesho kutwa Mwenyezi Mungu akijalia ndio kwenda tena nitarudi kwenye mji huu kuleta hicho
chochote kitu. Mwanangu, ndo kama unavyoona mchakato ushakamilika, tunasubiria tu watu wapange siku ya harusi. Sawa mama, nimekuelewa. Hivyo usije ukaniangusha mwanangu. Karibu mwanangu. Shikamoo mdogo. Babe. Safi. Umekuja kufuatana nini nini? Naomba nyanya. Na nazi moja. Hivi mama yako yupo? Mama yupo nyumbani. Nimetoka asubuhi pale hatujasalimiana. Kasema ngoja niwahi hapa gengeni kwanza. Na dagaa Chagua au kuchagulia? Hii sio, hii hapa. Ndio mimi sasa sielewi. Uelewi nini? Karibu mwanangu. Asante mama. Poa, tuwe makini, anakuja. Anakuja. Baridi kama mkao. Baridi kama mchapo. Wewe kama mkubwa mbona bosi atokee au umetupa issue mavi nini mwanangu na wewe? Wewe vipi wewe? Unazingua bwana, unatuweka. Nasubiria mpunga hapo kwenye ujue. Fanya kweli basi. Poa, hizo dharau zitatulieni basi tupate hela. Sasa tusiweke kadi sisi ndo tunatoa hela. Mbona umeleta dharau kwenye kambi babu? Au unataka kufanyia? Manoti. Poa. Hebu njoo huku. Kazi nzuri sana. Kwa kazi hii utafanya kazi nyingi. Poa bosi. Hatujawahi kukosea mwanangu. Sawa. Hilo umethibitisha mzigo ndo? Ndo mwenyewe huyu. Hebu mfungue kwanza. Hapo silaze bosi. Wewe Azimina,
Nimesikia mwanangu katekwa kwenye genge lako la mboga mboga, alafu mimi sina taarifa yoyote. Naomba uje hapa nyumbani haraka sana. Nimekwambia njoo nyumbani. Yaani hata sielewi. Watoto wenyewe ni wawili peke yake nyumbani. Na maisha haya sijui kama itakuwaje. Kuna nini dada? Kuna nini? Au unanizugia mimi? Hapana dada, mimi sielewi chochote. Haiwezekani mwanangu katoka kwenye genge lako la mboga mboga, alafu leo unashangaa mimi. Huyo Mariam katoka vizuri gengeni kwangu na nikamwambia mkaniwekee chakula. Haya sasa hivi nasikia simu. Haiwezekani atoke vizuri. Kuna nini dada? Vizuri kwako kwangu angefika. Hapana. Sasa hapa tumpigie kaka yake Nasibu. Haiwezekani. Kweli mimi sijui chochote dada. Jamani huyo Mariam atake mimi nyamaze tu huyo Mariam. Hapana, haiwezekani. Kuna kitu. Njoo mwanangu haraka. Kimbia ulize huko. Nimekwambia njoo nyumbani haraka. Njoo wewe. Sijitikishe huko. Ukafanya hivyo. Dakika moja. Mama, kuna nini? Mbona haraka tena? Wako Mariamu katekwa. Katekwa? Ndiyo mwanangu. Mbona mnanichanganya mama? Yaani ametekwa vipi yani? Katekwa kwenye gange la... Mimi mwenyewe sijielewi yani. Ina maana mama mdogo wewe tukio hujaliona? Sijaliona kabisa. Yaani asinichukulie mimi poa, mimi namtaka mwanangu. Sasa wewe dada, hivi unadhania kwamba Mariamu mimi nitakupeleka? Nishakwambia hivyo. Kaja Mariamu vizuri pale gengeni kwangu. Ikawaje? Akachukua mboga, akaondoka. Mimi nikamwambiaje? Niwekee chakula. Sasa dada ananipigia simu sasa hivi anasema njoo haraka sana. Mariamu katekwa kwenye genge lako. Mimi hata sielewi. Sikilizeni mama zangu. Nyinyi msilumbane. Cha msingi tunatakiwa tukae sisi kama familia tujue Mariamu tunampata. Na ndio cha kufanya, lakini dadangu mimi nashangaa na nihukumu mimi kwa sababu gani? Ngoja bosi kidogo tumzindua anaonekana kalala. Au kazilai. Mwezisha. Oae. Lete wese hilo. Hivyo yani. Hapa nimepaelewa. Ile. Hapa nimepaelewa kabisa. Kamata njia zote. Hakikisha hakuna panya anayepita, sawa? Happy birthday boss. Mama! Ulia kwanza wewe. Kausha. Mwege. Tulia.